Bwana, dakika 15 za kipindi cha kwanza na dakika 15 za kwanza za kipindi cha pili ni nyakati ambazo timu karibu zote za kaskazini huwa zinalenga kupata bao la mapema. Sasa Young Africans wakiweza kuhakikisha kwamba hawaruhusu bao katika dakika 15 za kwanza za kipindi cha kwanza na dakika 15 za kwanza za kipindi cha pili, basi kwa kiasi kikubwa sana wanaweza kuwafanya FAR Rabat wakajaribu kufikiria upya kuhusu ni namna gani ambavyo wajaribu kwenda kuwashambulia Young Africans katika mchezo wa Jumamosi. Sasa baada ya kuwa nimekaa nikalifikiria hili, nikawa najiuliza ni nini hasa ambacho Young Africans wanapaswa kukifanya ili kuwa kwenye mazingira mazuri ya kuweza kuepuka bao la mapema kipindi cha kwanza na bao la mapema dakika 15 za kwanza kwenye kipindi cha pili. Nikaja nikagundua kwamba moja kati ya vitu ambavyo vitabidi Young Africans wakubali kuvifanya kwa kiasi kikubwa sana ili waweze kuwa salama kwenye nyakati hizo mbili ni kuwa disturb kwa namna watakavyoweza FAR Rabat, hasa watakapokuwa wanajaribu kutoka kwenye eneo lao, kwa maana wanapokuwa kwenye ule mchakato wa build up. Young Africans inabidi kuna baadhi ya watu wafanye kazi kama punda kiukweli kwenye baadhi ya phase ili kuwanyima utulivu kwenye eneo lile, kwa sababu FAR Rabat msingi wao wa namna ambavyo watakwenda kukuumiza unaanzia kwenye namna wanavyotokea nyuma. Huyu namba 6 wao Mohamed Hrimati ambaye anazungumzwa kwa kiasi kikubwa sana, huyu ndo kama anaunganisha kila kitu, yani huyu ndo anakichezesha kile kinyago kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo ukiweza kumvurugia mipango huyu jamaa kwa kiasi kikubwa sana, mchakato wa FAR Rabat kutoka kwenye phase ya kwanza kuja kwenye phase ya pili, kwa maana ya eneo la progression katikati ya kiwanja, unakuwa umeshaanza kuutengenezea utofauti na utawafanya FAR Rabat wajaribu kutafuta namna nyingine ya kuweza kutoka katika eneo hilo. Sasa binafsi nimekaa nikafikiria, nafikiri kuna wachezaji wawili kwa upande wa Yanga hawa piga ua, mimi naona kabisa yani wanaweza kwenda kuofa kitu ambacho kitawasaidia sana Yanga, hasa watakapokuwa hawana mpira kwenye kujaribu kuwa harass FAR Rabat kwenye phase ya kwanza. Duke Abuya, Mudathir Yahya. Nimekaa nikafikiria, nafikiri licha kwamba niliwahi kubainisha hapa katikati kwamba Mudathir Yahya, Mohamed Dumbia inaweza kuwa pacha nzuri sana kwenye kiungo cha chini kulingana na jinsi ambavyo kila mmoja ana offer kitu. Mmoja anapokuwa na mpira Dumbia, mwingine bila mpira defensively kwenye kiungo Mudathir Yahya. Lakini Mudathir Yahya kiukweli nimekaa nikafikiria uwezekano wa kumuona kama namba 10. Huu ni mtazamo wangu. Na of course hapa nalenga kitu kimoja tu. Mudathir anapokuwa namba 10 wako, na hii sio hadithi, ni kitu ambacho kishafanywa sana hata kwenye michuano ya Confederation miaka miwili nyuma. Yanga walikuwa wanatumia utaratibu huo. Maele nyuma anasimama Mudathir. Kwa nini? Energy. Mudathir anakuofa energy kwenye kufanya pressing. Tunapotaka kufanya sasa kwamba mpinzani asitoke kwa utulivu kwenye eneo lake, tunataka tuwe na Mudathir Yahya kwenye lile eneo. Kisha kwenye kiungo cha chini, binafsi akili yangu inanambia Duke Abuya pamoja na Mohamed Dumbia. Why? Mohamed Dumbia kwenye kiungo cha chini yuko more accomplished akiwa na mpira. Duke Abuya kiukweli kabisa katika wachezaji ambao naweza nikasema labda anapokuwa hana mpira pengine yuko very underrated ni Duke Abuya. Duke Abuya ana uelewa mkubwa sana wa kuzuia timu inapokuwa haina mpira. Then pia ninachokipenda kuhusu Duke Abuya katika mipango yake ya kujaribu kuzisoma hesabu za wapinzani na kudhibiti eneo la kiungo bila mpira timu inapokuwa inajaribu kuutafuta tena, ni mchezaji ambaye humuoni akiwa anacheza rafu za ovyo. Hicho ni kitu ambacho pengine kuna watu wengi hawajakigundua, na hata msimu uliopita Duke Abuya kwenye kampeni ya ligi kuu ya NBC akiwa na Young Africans hakupokea kadi ya manjano hata moja. Kwa hiyo najua kwamba Mudathir Yahya bila mpira ni much better kuliko Duke Abuya, lakini there's not much in it. Yani sio kwamba labda ni mbingu na ardhi. Kwa hiyo kuna muda nafikiria pengine Duke Abuya pamoja na Mohamed Dumbia wawe kama viungo wawili wa chini, alafu Mudathir Yahya basi awe kama namba 10. Hapa kuna watu wengi wanaweza sinielewe pengine, lakini ninachojaribu kukiangalia mimi ni kwamba nataka kuona ufanisi wa Young Africans watakapokuwa hawana mpira, kwa sababu tuzungumze tu la ukweli, kwa namna kiungo cha FAR Rabat kilivyo kikiongozwa na Mohamed Hrimati, kwenda kuwa control ni rahisi kusema kwa sababu utasema tuko nyumbani na vitu kama hivyo, lakini ultimately
nafikiri mimi Young Africans wanaweza kuwa kwenye nafasi ya kuwauliza maswali magumu zaidi FAR Rabat endapo wataamua kutumia nishati yao wanapokuwa hawana mpira. Nishati ya kina Mudathir, nishati ya kina Duke Abuya kwenye kwenda kuwa press viungo wa chini wa FAR Rabat, center backs wa FAR Rabat wakati timu inajaribu kufanya build up, kisha kuwapiga kwenye transition. Mind you, niliweka bayana mtazamo wangu. Nafikiri Pacome akisimama kama namba 9, Pacome pia ana energy, anaweza kupress. Hebu imagine Pacome anaanza kukabia juu pamoja na Mudathir Yahya, alafu Duke Abuya hayuko mbali sana naye anakwenda kuapply pressure kwa viungo wengine ambao wanakuwa mbele ya mabeki wakati. Hebu niambie itakuwaje hapo. Sasa huo ni mtazamo wangu, hypothetically thinking. Nafikiri possibility ya Mudathir kucheza kama namba 10 ipo. Yaani sio kwamba labda anazungumza kitu ambacho labda kipo nje kabisa. Tushaona sana hichi kitu kikifanyika. Na kwa kesi ya timu za kaskazini, probably inaweza kuwa ndo the best option kwa upande wako, ukajaribu kuhakikisha kwamba wale jamaa hawatoki nyuma, na kama unataka kufanya hivyo, unakwenda na Mudathir kama namba 10, Dumbia kama kawaida. Huyu lazima awepo kwa sababu akiwa na mpira mguuni ni more accomplished miongoni mwa viungo waliopo. Kisha kando yake kuna Duke Abuya. Maana yake kuwa na energy ya Duke Abuya pamoja na Mudathir Yahya. Miloud Hamdi anajua zaidi. Kwenye mechi zote ambazo zilikuwa ni tough msimu uliopita, Miloud Hamdi alihakikisha uwanjani na watu watatu: Aucho, Mudathir, Abuya. Sio kwa bahati mbaya. Ukiwa na hao watu wawili, hiyo loki wanayokwenda kuipiga kwenye kiungo, na ukiwaambia waanze kujaribu kutengeneza mission ya kukabia kuanzia juu, mpinzani anaweza akakaa siku hiyo akajiuliza, leo nimekutana na kitu cha aina gani? Kwa hiyo that's just my thinking. Nafikiri moja kati ya vitu vya msingi ambavyo Young Africans vitaweka kwenye nafasi nzuri ya kuhakikisha wanapata wanachokitaka kwenye mchezo wa Jumamosi ni kutoruhusu bao kwenye dakika 15 za kwanza kipindi cha kwanza, dakika 15 za kwanza kipindi cha pili. Na kufanya hivyo ni kuhakikisha kwamba huwasubiri FAR Rabat mpaka wafike karibu na lango lako ili uwe mtu wa pili kureact. Unatakiwa uwe proactive. Wakianza kule kwenye eneo lao, na wewe unaanza kwenda kuwakabia kule. Kwa hoja hiyo, Mudathir kama namba 10, Abuya pamoja na Dumbia, ina make sense kwa upande wangu. Sijui unaweza kuwa na mtazamo gani? Unaweza ukaniandikia kwenye comment hapo, kisha tutajua inakuwaje siku ya siku.